kituo hiki kwa maana ya Sinza, hospitali ya Sinza. Wenzangu kwa maana wataalamu mbalimbali wametoa mrejesho, na ninaamini kabisa kila mmoja alikuwa na take note ya maeneo yale ambayo anatakiwa tuyafanyie kazi. Sasa usisubiri mpaka kuwe na kikao cha HMT au kikao cha idara au ngazi ya unit tukaanze kuyafanyia kazi yote ambayo yameonekana kama ni mapungufu kupitia supportive supervision hii katika hospitali ya Sinza. Nieleze tu machache bila kurudia yale ambayo mazuri yameelezwa na kutolewa maelekezo kwa niaba yangu na wasaidizi wangu, na nieleze tu yale makubwa. Moja, ni kweli na kwa mfano dhahiri, wakati wa mlipuko, wimbi la kwanza kabisa la ugonjwa wa uviko 19, serikali, vituo vya kutolea huduma vilikuwa vinaingia gharama kubwa sana ya kununua hewa tiba ya oxygen. Na kuna wakati ule mtungi mkubwa kabisa wa 8.3 cubic meters ulikuwa unaenda mpaka sio chini ya shilingi 40,000, ulikuwa unaenda mpaka 50 mpaka 60. Na mgonjwa mmoja alikuwa anaweza kutumia mpaka mitungi 8 mpaka 10. Sasa tushukuru sana Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kufanya uwekezaji wa mitambo ya kuzalisha hewa tiba ya oxygen. Kwa ngazi ya afya msingi tu zaidi ya mitambo 21 imefungwa. Kwa hiyo hakuna mkoa ambao unakuta hakuna mtambo. Kama upatikani kwenye vituo vya afya msingi, basi katika hospitali za rufaa za mikoa, hospitali za kanda, hospitali maalum au hospitali ngazi ya taifa tutakutana nazo. Kwa hiyo imepunguza gharama almost kwa nusu ya gharama ambayo ilikuwa inatumika wakati ule. Na maeneo mengi gharama kuanza ule mtungi mkubwa haizidi shilingi 20,000. Kwa hiyo tutumie hii fursa ya uwekezaji wa serikali na tuepuke tena kutumia gharama kubwa wakati tayari kuna uwekezaji wa serikali kwenye vituo vya umma. Kwenye upande wa mashine, najua Dar es Salaam kuna wakati way back kwenye 2019-20 kulikuwa na abnormal increase, kulikuwa na wimbi la ongezeko kubwa la ukubwa wa tatizo la ugonjwa wa dengue, na tuwashukuru sana viongozi ambao walikuwa Dar es Salaam wakati ule kufanya ununuzi wa mashine pamoja na afua za unyunyiziaji wa viuadudu kwa maana ya kuua zile hatua za awali za ukuaji wa mbu. Lakini pia waliweza kununua mashine zile kubwa ambazo tunazifunga kwenye gari, fogging machine. Najua kila halmashauri ilinunua, lakini nyingi baada ya hapo zimefungiwa tu. Kwa mfano kwa halmashauri manispaa ya Ubungo tumekuja kukutana na mashine iko tu kwenye box na haijakuwa test. Unajua hata gari yako unaponunua usipoiwasha na kuangalia oil ipo, maji hapo kwenye rejeta, itakufa tu. Sasa tangu hapo hatujawahi kuzitest. Na kama tunazitest basi mara chache sana. Kwa hiyo bado mahitaji hizi afua yako pale pale kwa kufuata miongozo. Najua baada ya mvua kubwa kuna vipindi ambavyo maafisa afya mtatuguide, vipindi sahihi vya kufanya tathmini kwa maana unyunyiziaji, lakini pia kufanya upuliziaji kwa ile dawa ya ukungu ya kuua mbu wapevu. Lazima tulenge kuua mbu katika hatua za awali kwa maana ya viluilui, ili wasifikie hatua ya kuwa adult. Unajua tena mbu akishafikia hatua ya mtu mzima, hivi tunamuita mtu mzima mbu, akishakuwa na kufikia hatua ya kuwa mzazi, hatuwezi tukamcontrol. Sababu anataga mayai mengi, sio chini mayai 150 kwa mbu mmoja akiwa mpevu. Na ndio maana tunalenga la msaidi. Lakini hata wapevu hao hatuwezi tukawaacha kwa sababu nuisance, yani hauwezi kukaa nyumbani. Ni vurugu. Kwa hiyo lazima tucombine hizo afua. Kwa hiyo ni maelekezo kwamba hizi mashine zitumike, lakini kwa kufuata miongozo kama inavyotuelekeza. Na zitumike ni combination na afua nyingine. Hayo ndio maelekezo yangu na kwa niaba ya katibu mkuu. Tuna majengo ambayo ni ya muda mrefu. Kama hapa ambapo tumeketi kuna jengo la RCH, na standardi zetu za mazingira ya kutolea huduma, ukiangalia standardi ambazo zimeidhinishwa na Wizara ya Afya, hatupasi kuwa na, ukiwa katika chumba hatupasi kuwa na paa ambalo linavuja, paa ambalo lina crack, kwa mfano ceiling board imeharibika. Hizo ni standardi ambazo unajua hata kwenye supervisions huwa mnaziangalia. Sio ile taarifa kwamba Sinza hospitali ni kati ya hospitali 10 katika mnavuja, na labda kubadilisha bati moja izidi shilingi 28,000 au kuziba ile sehemu ambayo inavuja na kubadilisha ceiling board au hata kuweka gypsum ni gharama nafuu sana. Kuboresha sakafu wala sio gharama kubwa.
Lakini hata kuta zetu, unajua ndugu zanguni, hata kule nyumbani kwako usiache nyumba yani ina miaka 20 hata rangi kidogo tukubadilisha. Watoto wamechezea, tukienda sasa hivi nyumbani unakuta watoto wamekuna kila aina ya majina. Huko kutana maandika dadi, mami, unaacha hivyo ndio na kumbukumbu. Lakini fanya utaratibu, baada ya muda fulani hata kama rangi unaipenda sana rudishia hiyo hiyo, kwa nguo rudishia, jengo lako rudi katika hali nzuri. Kwa hiyo tunatoa maelekezo hapa, hii rangi ukiangalia huku nyuma yangu, si mpaka irudishwa rangi mara ya mwisho lini? Kiangalia ni lini? Kwa hiyo tuangalie, wala sio kupoteza fedha, ni standard zetu za afya. Tunataka kutoa huduma katika mazingira ambayo kama ni kuta iko kile smooth. Ukifanya kazi katika mazingira hayo ya kuta chafu, rangi ilishatumika, hayo ni mazingira rafiki kwa wadudu kukua, niwaambieni. Kwa hiyo wala sio kupoteza fedha. Kwa hiyo tunaelekeza katika majengo yale ambayo ni makongwe ndani ya hospitali ya Sinza. Wakati tunafikiria mpango wa muda mrefu wa ujenzi wa jengo labda la ghorofa au majengo mengine, tuyakarabati. Tunaweza tukafanya kwa awamu, karabati. Ile ni aibu, sehemu ya kutolea huduma saving board imeachia. Wakati tuna uwezo na tunakusanya milioni ngapi Moi? Milioni 1.3. Sasa ni aibu. Na hii sio Moi tu, nyie kama HMT tuache utaratibu wa activity yangu. Kuna kitu kibaya sana, unaenda kwenye kikao cha kugawana fedha cha budget, unaenda in pieces, mkiwa fragmented, kwamba anakwenda tena unatumwa. Wewe kama unawakilisha Rabu, unatumwa na wenzako katetee eneo la Rabu bwana. Tumekuwa tukinyanyasika muda mrefu. Sasa tuwe na vipaumbele vya hospitali, vipaumbele vya HMT, vipaumbele vya taasisi. Yaani hauwezi tukasema tunganganie tu tufanye jambo ambalo wote tunaliona, tunaweza tukaliallocate ile resources kufanya mambo mengine pia. Ninaelekeza ukarabati mdogo mdogo kutumia cost sharing funds muufanye, ni aibu. Tukirudi hapa mwishoni mwa mwezi huu na Dar es Salaam uweze kusema ukirudi asipite wiki moja mbili kabla hatujapita, tuone basi angalau ya majengo yanakarabatiwa, rangi inarudishwa vizuri, kama kuna shida ya milango inarekebishwa kidogo, ceiling board inarekebishwa, mfanye hivyo. Na hii sio kwa kupendezesha, ndio standard zetu za utoaji wa huduma za afya. Tunasema tuviona hapa ni mpaka fungus, ni Dr. Nemo alikuwa amewasilisha pia taarafu. Tunafanyaje kazi katika mazingira hayo ambapo tunaruhusu fangasi kwa Kiswahili sahihi wakue katika mazingira ya kufanya upasuaji? Maana mwisho wa siku unapeleka maambukizi kwa huyu mgonjwa ambaye tunategemea kabisa atoke pale akiwa salama. Usalama wa mteja, lakini usalama wa sisi wenyewe ni kitu namba moja. General pale sehemu ambapo mna manage neonato, lakini kule ambako mnapanga kumanage pia wale neonates ambao ni sick, mkamilishe yale majengo yashakamilika. Ile floor ya kwanza ile jengo la ghorofa. Sasa tulipouliza tumeambiwa kwamba shida unajua ni nest, ni nest sio sisi. Kwa afisa ugavi wa halmashauri, DMO, CHMT, mimi nadhani kwa Sinza kwa vituo vyenu hivi muhamishie. Sisi by the time tunaondoka tunaenda kwenye halmashauri nyingine, nyie mje mweke kambi. Tunashukuru tumepata feedback ya Sinza na Kimara. Kumbe inawezekana lile rundiko la taka pale zote zimetolewa. Isineta inatengenezwa haraka sana. Haya mambo yanawezekana hapo ndani ya uwezo. Kwa tunataka na hapa pia ambapo tunaelekeza yafanywe kazi kwa haraka. Tunataka ile floor nzima ile iwe fully utilized. Kama ni vifaa vipatikane, kuna vifaa vingine viko tu vimefungiwa kule. Sio lengo la serikali. Mfunge vile ambavyo viko kwenye mchakato wa kununua, mshirikiane na afisa manunuzi vizuri, ongea namna kupushi. Hata kama natangaza kupitia NEST, muencourage watu waombe pia. Ili tuone kule, kwa tunawapa ndani ya wiki 2, hakikisha kwamba ile upande ule wa sick newborns kuna kamilika na huduma zinaanza kutolewa. Mmeidentify vyumba kwa ajili ya private, lakini kule hamna kitu. Nafikiri ilikuwa ni ofisi tu. Haiwezekani kwa charge extra. Ni kweli hata kwa nchi ambazo zimefikia universal coverage, kuna watu wana top up. Lakini na top up kuna quality ambayo ni tofauti kabisa. Sasa pale ukiangalia vile vyumba ambavyo umetenga hakuna kitu, ni kitanda tu. Wekeni basi mazingira kweli ambayo ni ya kiprivate. Fungeni pa mtu akiingia anakuta ka sofa, ka AC kidogo, kuna ka TV. Chooni kule kuna maji ambayo kuna maji ya moto na ya kawaida. Kuna akienda pale anakuta kuna chakula anapata. Afuata mkomesha ngefu 50 ni hizo na fair. Sababu inaendana na value, lakini pale hamna kitu. Na kwa historia ile jengo limechukua muda mrefu sana ule mradi wa ujenzi wa jengo la ghorofa. Sasa si mkamilishe angalau ile eneo ambalo liko tayari floor namba 1 pale. Vile vyumba vyote vitumike. Milango ile muirekebishe kwa sababu
ni double swing, lakini ukisukuma zile baba zake za chini kuna ka space ambako kama mtoto mdogo kama hata mpaka 2-3 mimi anapita. Sasa hakuna control ya movement ya wadudu na kadhalika. Kwa hiyo milango mrekebishe. Pia ile ramp ameshatolea ufafanuzi na maelekezo kwa niaba yangu Dr. Sonda. Hatujaridhishwa sana na matumizi ya milioni 73 lampu, tujapokuwa mmesema imefanya kazi nyingine, lakini sisi tutoe maelekezo kwa mkoa kwamba rasi sasa kwamba angalie timu yake nao ije shirikiane na halmashauri ije hakiki pale iangalie value for money kwa hiyo milioni 73 ambayo imesema mijenga lampu. Sisi hatuko comfortable sana. Na hata tumesema kwamba imefanya kazi nyingine, iangalie mkataba ulikuwaje na hizo kazi ambazo zimeongezeka kama zimefuata utaratibu. Pale Kimara tumemwacha afisa ugavi tangu jana pale kutoka TAMISEMI. Jana wamekaa mpaka saa 3 usiku. Akanipigia simu akasema hapa kuna shughuli bado. Tunaomba kesho tena. Leo anaendelea tena. Kwa bado kuna mambo ambayo hayajakaa vizuri. Lazima tuyasetu yakae vizuri. Lakini jengo ground floor kuna crack. Tumetoa tahadhari. Wakati mnafikiria kupandisha floor ya pili na kuongeza mzigo kule juu, tupate uhakika wa vipimo vya ubora na athari ya zile crack ndogo endapo mzigo ukiongezeka kule juu. Ili tukatengeneza shida zile kama ambazo zimetokea maeneo mengine, jengo kuporomoka, na jengo likiporomokia wagonjwa hali itakuwa ni mbaya zaidi. Sisi tutakimbiana hapo. Kwa hiyo kama ni University of Dar es Salaam wana wataalamu wa kupima strength na quality na effect ya hizo crack, horizontal cracks na DIT, mfanye hivyo haraka. Nimeambia kuna mchakato. Shida ya Ubungo bwana, mchakato wenu unachukua muda mrefu mno. Mpaka mnatutisha. Kila kitu kiuliza kama kiko kwenye mchakato. Kwa nadhani mganga mkuu umekuja, najua na wewe sio mzee wa mchakato. Ni mzee ambao tunakufahamu, unataka matokeo ya haraka. Hii mchakato tuachane nayo. Tuko kwenye mchakato, tumepokea. Sisi tunataka ndani ya wiki 2 kuanzia leo, yani tuone matokeo makubwa ya yote ambayo tunasema. Nzuri. Tunaendelea kumpongeza. Na kile kichomiataka kiko japokuwa gharama kidogo ni tofauti na kile ambacho tumekiona Kimara. Lakini la mwisho kabisa na agizo mahususi sasa kwa CHMT ya Ubungo, tuandae mpango kazi. Tunavyo vituo vyote vya Ubungo tunavifahamu. Hapa ni vituo vya hospitali, vituo vya afya na zahanati zote. Vimefungwa mifumo mbalimbali ya TEHAMA na hususan Goti Omis. Kwa vile ambavyo bado havijafungwa, si kama vipo, tuhakikishe kwamba vinafungwa. Kwa vile ambavyo vimefungwa katika coverage ni ndogo, kwa maana service delivery points ni maeneo machache, tuhakikishe kwamba tunanunua kama ni kompyuta na kadhalika, ili katika every department na unit ambayo inastahili ifungwe basi ifungwe. Lakini kufunga ni jambo moja. Tumeona kwa mkoa wa Dar es Salaam kuna shida kubwa sana ya capacity ya kutumia na capacity ya troubleshoot pale ambapo kunakuwa na shida. Tumejionea leo changamoto hizi ambazo wenzetu wa TEHAMA wamezisema. Kwa hapa sisi tunawaagiza mkoa kwamba uainishe vituo vyote, waelekeze wakurugenzi, vituo vyote viainishwe. Kwanza tulenge coverage ya kila service delivery point 100% katika vituo. Lakini kwenye upande wa capacity building, maelekezo ni kwamba mkoa, hapa mganga mkuu wa mkoa ufanye kazi pamoja na afisa TEHAMA wa mkoa, lazima muzielekeze halmashauri zilete mpango kazi wa kutembelea vituo vyote. Kwamba afisa TEHAMA mkoa na wasaidizi wake ngazi ya mkoa, lakini pia na selected members wa RHMT, tuungane na CHMT eneo la TEHAMA tufanye vizuri. Tuna matatizo mengi sana tumeona tangu tumeanza ziara. Almost katika halmashauri zote. Except yale maeneo ambayo tumeridhika kama Makuburi, lakini bado shida ni kubwa. Na lazima vituo mpango kazi ukuje, na sisi mpango kazi tuupate ndani ya wiki moja. Mpango kazi wa namna gani wenzetu wataalamu ngazi ya mkoa na halmashauri wanaohusika na maeneo haya, tutapita katika kila kituo na kuwajengea uwezo. Ili tukirudi tena, na hata sio kurudi tu, baada ya muda kujitathmini nyinyi wenyewe. Kwamba tena tusizungumze issue ya ofisi ya TAMISEMI na uelewa huu mkoa na uelewa huu juu ya mifumo ya TEHAMA ikiwa pamoja na Goti Omis, lakini ngazi ya halmashauri au vituo hawana uelewa. Hiyo itakuwa ni aibu. Kwa maelekezo ni kwamba tuwe na ratiba na mpango kazi na gharama kabisa tuainishe. Hapa vituo lazima vigaramie. Vigaramie kwa maana maafisa ambao watahusika moja kwa moja. Na tunataka vile technical staff. Tusivingize vituo gharama kubwa ya fedha. Kwa mfano hapo tunahitaji tu, kwa mfano ngazi ya mkoa,
tunahitaji tu afisa tehama wa mkoa na wasaidizi wake, na kwenye RHMT ni watu wachache tu, RMO utaangalia. Lakini kwa mfano mratibu wa mtua wa mkoa na wengine wachache, tunaunganisha hiyo timu tukajengea uwezo wa halmashauri. Sababu kwa evidence ambayo tumeiona halmashauri bado hata maafisa tehama wa halmashauri wanahitaji kujengewa uwezo wenyewe. Kwa hiyo namna bora ni mkoa kuunganisha nguvu na halmashauri kwenda kwenye vituo. Lakini ichukue tu muda mfupi ili tutakavitingiza baada ni vituo. Sema kituo kimoja tunakaa siku 20. Itakuwa badala ya kuvisaidia tuna deplete sasa fedha ambazo takiwa ziende kwenye matumizi mengine inaenda kwenye posho. Lakini vituo vikubwa kama hivi, kwa hiyo mamoi mtakubaliana na mkoa na halmashauri, lakini halmashauri yenyewe kwanza ndio wataleta mahitaji halisi. Watakuwa ni initiator wa mpango kazi huo. Na usiishie tu kwenye GoTHOMIS. Tumesema mifumo yote ile. Kuna mifumo ambayo iko under constructions, lakini mingine imeshakamilika. Mifumo kama GoTHOMIS, kuna digital wallet, kuna HFR, mifumo ya emergency ya mama, kuna mfumo wa NSMIS wa usafi na mazingira, kuna IMES, kuna VIMS, kuna Unified Community Systems, MVC MIS, DHS2, afya maoni, FAZ. Kwa mkienda jamani, ile timu ambayo nimeitask iangalia maeneo yote. Lazima tuwekeze kwenye tehama. Niwaambieni hata nchi ambazo zimeendelea, Marekani leo hii, unaweza kukuta more than 40% ya national share budget inaenda kwenye teknolojia. Sasa wenzetu wameshafika mbali kwenye advance. Yaani itakiwa sisi leo tusizungumzie mambo ya kujengeana uwezo kwenye GoTHOMIS. Itakiwa sasa kina upendo pale twende mbali sasa kwenye AI. Namna gani robot zitatusaidia sasa kwenye usafi? Kwenye kuhudumia kile isinileta ile, yani pale badala ya kwenda yule afisa afya wangu yule, pale na robot ndio kanahangaika. Kule kwenye kufua kule, yani unashangaa ka robot tu. Lakini ni baadaye, ila tujiandae, ni stage ya teknolojia ambayo inafuata. Lakini hii lazima tugraduate, ifike hatua ya mambo haya, hii mifumo iliyopo tuielewe kwa kina, na hawa watu wasipite mara moja. Kwa hiyo katika bajeti zetu tulireview, tuangalie investment kwenye tehama. Bado vijaipa kipaumbele. Wakati national na dunia sasa hivi naenda mwelekeo ni huo. Kwa maelekezo yangu kwenye tehama ni hiyo, lazima kila mmoja atoe kipaumbele kwenye ufungaji, kujengea uwezo wa watumiaji, lakini mwisho wa siku kubwa ni attitude, ni practice ya kutumia. Ukiona watu hawatumii mfumo, inawezekana hawana capacity, inawezekana ni issue ya motivation. Unajua mtu lazima motivate afanye kile kitu. Inawezekana issue ya tabia wakati mwingine. Yaani kuna mtu tu hapendi tu kutumia mifumo. Sasa lazima tuwalazimishe watumie. Lakini kuna fursa hizi ambazo zipo za kutumia, za kujifunza. Basi tutumie hiyo mifumo. Sasa hii ni kwa vituo vyote katika halmashauri zote. Tuwatumie wenzetu ambao wana uwezo, na mkoani mimi nina confidence ya 100%. Dada yangu ule Upendo nafahamu. Hebu simama bwana. Ana uwezo sana. Ila wakati mwingine tunaona shida kweli hata kwenye supervision zetu kuwaingiza wenzetu wa tehama. Anaenda kufanya nini? Sasa apart from supervision za ujumla, tukiona kuna eneo kuna gap kubwa sana, ndio maana naitask timu maalum ya kutujengea uwezo kwenye mfumo wa tehama. Kwa hapa RMO ndani ya wiki moja nadhani tupate mpango kazi wa kutembelea vituo vyote, na iwe ni endelevu, na tujipime. Sio tunatembelea baada ya muda tunakuja tuko vile vile, hapana. Mengi tumeona, tumejifunza, yaliyo mazuri tumeyapokea na tunaahidi tutasustain kwa halmashauri, lakini yale ambayo yanahitaji improvement, mkurugenzi ameshatoa commitment, na sisi kama mkoa kwa niaba ya katibu tawala wa mkoa tunaahidi tutayasimamia, na yanayohitaji utekelezaji wetu basi tutayafanya. Toka jana tufunua mambo mengi ambayo yanatakiwa kufanyika wakati wa ziara za supportive supervision. Imenikumbusha mwaka 2007-2008 wakati tunaanzisha tunatekeleza ule mradi wa MAM, kulikuwepo na coordination kubwa sana kati ya sekta ya afya, ili include wakati wa construction za facilities, ujenzi wa kituo cha afya kila kata na zahanati kila mtaa au kijiji. Ilikuwa inahusisha mhandisi, afisa maendeleo ya jamii, mtu wa mazingira, mtu wa mipango na CHMT nzima. Imenikumbusha huko kwamba kumbe sasa
tuna haja ya kurudi kama ulivyofanya wakati wa shughuli hizi ambazo zinafanyika za ufuatiliaji wa utoaji wa huduma. Ni kweli kwa hiki tulichokipata experience inaonyesha kwamba wataalamu wa afya wakija wanaenda kuangalia zaidi utoaji wa huduma kwa viashiria vile ambavyo vilikuwa vinaangaliwa. Lakini kwa upande wa maeneo mengine ni dhahiri kuhusiana na masuala ya gotomis ilikuwa sio rahisi wakati wa supervision na mchukua mtu wa IT au mchumi au mhandisi kujua kwamba jengo hili linahitaji kiasi gani. Nimeona aibu na baadhi ya maeneo single board inakaribia kudondoka. Halafu mgeni kutoka TAMISEMI ndio anataka kutuonyesha kwamba hapa single board urekebisha. Kwa hiyo ni maeneo ambayo tungekuwa tunatengeneza kama timu ya pamoja. Kwa kila mmoja angekuwa anafanya kazi yake, mwisho wa siku ana role gani katika hicho kituo. Si tu kwamba tumejifunza kwenye sekta ya afya, ni mpaka kwenye vituo kama shule au tunaenda kutembelea mradi wote. Ni muhimu sasa kuwa na ile comprehensive team ambayo mkurugenzi ana zile sekta ambazo zinamsaidia kufanya majukumu mengine kwenye maeneo yake. Kwa kwenye hilo mkurugenzi, sisi tumefarijika na tumechukua jambo kwamba na sisi wakati wa ufuatiliaji si tu kwenye CHMT lakini maeneo mengine ni muhimu tutengeneze ile comprehensive supervision. La pili, kuna maelekezo umeshakwisha atoa toka jana na leo. Sisi tumeyapokea kwa sababu ili tuweze kuboresha huduma zetu za afya tunahitaji pia jicho la nje ambalo linaweza kuja kutukagua wajue madhaifu yetu na mapungufu yetu. Wakati mwingine tukiwa peke yetu kama wataalamu ngazi ya halmashauri, kuna maeneo tunayochukulia kama as usual, lakini kumbe eneo hilo linapewa kipaumbele zaidi kuliko maeneo mengine. Kwa hiyo hii pia tukuhakikishia kwamba maelekezo yako tumeyachukua na tunaenda kuyafanyia kazi, na yale ambayo umeyatoa toka jana tayari yameshaanza kufanywa kazi na pia umepata feedback kupitia wataalamu wako. Lakini pia hata mimi mwenyewe kabla sijaja kwenye ziara hii nilipita mwenyewe kuhakikisha kwamba maeneo haya wakati wote unaweza kuuliza swali afu usipate majibu. Kwa hiyo tunakupongeza na timu yako kwa ujumla wake, na haya ambayo umeelekeza kwa leo mengine ni ya kuchukua hatua hapa hasa lile ambalo linachelewesha zile huduma za neonatal care. Kwa hiyo ni toe maelekezo hapa kwa afisa manunuzi. Nafikiri siku za nyuma tulikuwa na changamoto ya lower level kutokuwa na access ya kutumia mfumo wa NeST kwa maana kuomba impressed. Sasa hivi wameruhusiwa kufanya manunuzi si zaidi ya milioni 10 kama sikosei. Kwa sasa badilisha mfumo, badala ya kutangaza katika njia ile tumeweza kunusuru maeneo mengi ambayo tulikuwa kwenye mfumo wa NeST. Sasa tunaenda kutumia impressed ambao unakuwa covered katika muda mfupi. Kwa hiyo niombe hili afisa manunuzi simamia, kwa sababu yuko mtu hapa, hakikisha kwamba hizo hatua zinachukuliwa na kufikia hiyo kesho kabla hiyo tarehe 9 wanakuja kufunga na sisi wote tumefika mahali ambapo wanaweza kutushauri zaidi watu kufikia.